Taasisi ya Nyansawa Foundation imetoa mifuko 6,000 ya saruji kwa wabunge wa mkoa wa Mara kwa ajili ya kuunga mkono shughuli za maendeleo zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika maeneo ya wabunge hao, hasa katika sekta ya afya na elimu. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi mifuko hiyo ya saruji kwa wabunge 12 wa mkoa wa Mara leo Machi 22, 2026, mwenyekiti wa taasisi hiyo ya Nyansawa Foundation Dr. Rimo Nyansao amesema taasisi hiyo imetoa saruji hizo katika kuunga mkono shughuli za maendeleo katika maeneo yao. Mimi leo tumekuja, tutatoa mifuko ya simenti 6,000 na mgawanyo wa ile mifuko ya simenti utaenda sio kwa kila jimbo, ni kwa kila mbunge. Kwa hiyo wabunge tuko 12, nikitoka mimi tuko 13, lakini mimi simo. Sasa wale 12 kila mmoja atapata mifuko 500 ya simenti. Jambo la msingi sasa, mimi nawashukuru kwamba kamati za siasa mmekuja. Jambo la msingi ni kwamba ile mifuko 500 ya simenti kwa kila mbunge itengenezewe mkakati kwamba hii kila mbunge aseme hii mifuko kwenye jimbo X itaenda kufanya 1, 2, 3. Tukishafanya vile, kamati ya ulinzi na usalama sasa kupitia kwa wakuu wa wilaya na rasia akiwa sasa ndo coordinator, inatolewa taarifa, mifuko hii iliyoenda hapa imefanya swala hili, swala hili, swala hili. Ila ni vizuri tukaelekeza ikaenda kwenye elimu na afya, elimu na afya. Kwa hiyo Mheshimiwa Rasi, utatusaidia kwenye hili. Baada ya miezi 2, siku 60 kuanzia sasa, tupate taarifa kwamba ile mifuko 6,000 imefanya maboma, kama ni maboma au kama ni kufanya chochote. Baada ya miezi 2, tukimaliza bunge la bajeti, wakati tunakuja, nitakuwa pia nimeshajipanga kupitia kwa wadau, tutawaletea tena bati. Sasa ili uletewe bati mpaka tuone boma. Kwa hiyo yeyote atakayepata bati ni ile wilaya ambayo au jimbo ambalo tayari lina maboma yale pale, tunataka bati kwa ajili ya kuwezeka. Hata hivyo, Mheshimiwa Dr. Nyansawa ambaye pia ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa amesisitiza umuhimu wa wananchi kuunga mkono kazi kubwa inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, huku akiutaka mkoa wa Mara kuweka mkakati wa uboreshaji wa sekta ya elimu. Sasa sisi kwenye matokeo huwa tunaangalia kwenye mitandao na kufuatilia records. Tumeanza matokeo yale ya darasa la 7 na kwenda juu, tumeanza kushuka. Sasa lazima tutafute, hatuwezi kusema elimu ndio mkombozi wakati huo mkoa unakuwa wa mwisho. Kwa hiyo ni vizuri tukatafuta namna ya kutafuta chanzo cha tatizo. Chanzo cha tatizo sio kubadilisha watumishi, hapana. Ni kuweka mikakati ambayo sasa mtumishi ambaye haifuati ile mikakati ndiyo sasa tunamwelewesha kwamba sisi kama mkoa tunapenda watoto wetu wafaulu. Nini kina misi, nini hatuna, ili watoto wetu waweze kuwa pale. Kwa hiyo huwa naiangalia, na kwenye hili huwa napenda kuangalia wote tunafanya, lakini huwa Profesa Muhongo ana tabia ya kufuatilia zaidi kwenye hili swala. Kwa hiyo Profesa, my brother, na ni mzee ametutangulia, anapenda kuonyesha zile hatua, nini kichukuliwe, nini kifanyike, na pia tuwe tunayachukulia kwa positive mind kwamba
Kumbe tunapaswa kuwa, kwa mfano mimi, ukweli ni kwamba nisingesoma haya mengine yote, nisingekuwa na vigezo vya kupata haya mnayoyaona. Dkt. Nyansao amesema kuwa kuna haja sasa viongozi wa mkoa wa Mara kufikiria namna bora ya kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jina la Mwalimu lazima tulitengeneze liishi. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba kwamba inapofika ile siku ya kuadhimisha kifo cha Mwalimu, pamoja kwamba kitaifa kutakuwa kunakuwa na mipango ya kitaifa, lakini lazima mipango yetu sisi kama mkoa wa Mara tuwe tunafanya uadhimishaji ule sawa sawa, ili tuendelee kumwadhimisha sawa sawa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia zipo taasisi ambazo zina jina la Mwalimu, zingine ziko ndani ya mkoa wetu. Kuna mashule, lakini kuna hospitali. Hii hospitali ya Kwangwa hapo, lazima tuhakikishe ile hospitali inakuwa inabeba lile jina sawa sawa. Kwa hiyo kwenye hili tunajitahidi, na serikali tayari, ndugu zangu, serikali wameshaanza na serikali wanajitahidi. Juzi hapa alikuja katibu mkuu wa Wizara ya Afya kwa ajili ya kuja kuangalia, na naona wanaenda nalo kwa kasi, na waziri wa afya naye anafuatilia. Na Mheshimiwa Rais mwenyewe ana maelekezo mahususi juu ya hiyo hospitali kwamba tuhakikishe tunalinda lile wazo la Mwalimu na ile hospitali yenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye hili nikasema niwakumbushe tu kwamba tuendelee kusisitizana kwenye hili, na mkuu wa mkoa naye ni product za Mwalimu, wote tumetokana na huko, na uhakika tutaendelea kulisimamia vizuri. Kwa hiyo nimezungumzia kumbukizi ya Mwalimu na hiyo miradi ambayo, na hata kule kwetu Serengeti kuna hospitali ya DDH. Of course ni ya shirika binafsi Mennonite, lakini bado ina jina la Mwalimu. Na nzuri zaidi, ukifata historia kwa nini Mwalimu aliamua ile hospitali ijengwe pale, utagundua kwamba sisi Serengeti tuna jambo la kufanya juu ya ile hospitali. Naye mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mara Patrick Chandi ametumia jukwaa hilo kwa kuipongeza taasisi ya Nyansao Foundation, ambapo amesema taasisi hiyo imetambua kuwa mfuko wa jimbo pekee hautoshi, hivyo ni vyema kuongeza nguvu ili kufanikisha maendeleo kwa haraka katika mkoa wa Mara. Naenda kutumia mkutano huu, kikao hiki, kukupongeza sana sana kwa jambo kubwa ambalo umelifanya siku ya leo. Mheshimiwa Waziri, umefanya jambo kubwa. Tangia nimkae mkoa wa Mara sije kuona tukio kubwa kama hili. Ni jambo la kutia nguvu wabunge wetu. Umetambua jinsi gani ambavyo wana changamoto kwenye majimbo yao, na ukitambua kabisa kwamba mfuko wa jimbo utoshi, ukaona uongezee energy. Hongera sana Dr. Nyansao. Wabunge hawa tuliowachagua ni wabunge kweli kweli, wataungana na wewe, watapiga kazi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi itatekelezwa kwa vitendo. Mimi nawaamini wabunge wote ambao mko kwenye nafasi zenu. Naona mnapopambana kwenye kamati, naona mnapopambana bungeni, huwa nafurahi sana. Na baada ya kusema hayo, nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona na kukuteua kuwa mbunge na kuwa waziri. Kwa kweli Mheshimiwa Rais ametufanyia jambo kubwa sana. Mungu akubariki.
vipaji vyako vyote vifanye kazi mpaka hapo mbele tujue kitakachoeleweka. Niombe tu kutoa shukrani za dhati kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Mara kwa namna ambavyo Mheshimiwa Waziri umekuwa ukitubeba, kusupport na kutushika mkono wana Mara. Tunakushukuru sana, na naomba kwa niaba ya serikali nikupongeze na kukuomba pia uendelee na moyo huo. Mambo haya unayoyafanya kwa mkoa wetu wa Mara, historia hii ambayo umekuwa ukiandika kila siku, hakika haitafutika mioyoni mwetu wana Mara. Kwa upande wake mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kutoka mkoa wa Mara, Christopher Gachuma, amesema taasisi hiyo imelenga kusaidia majimbo ya mkoa wa Mara, hivyo amesisitiza majimbo hayo kutumia saruji hizo kwa malengo yaliyokusudiwa. Amefanya jambo ambalo nadhani tunapaswa kuiga wale wengine ambao bado tuko hai, si jambo dogo. Mheshimiwa Nyansao, naamini kama kila mtu angepewa hapa mic angesema tunakushukuru sana kwa kuwa na wazo kubwa kama hili kwa faida ya mkoa wetu wa Mara. Kuna bodi imepita hapa inasema aishi milele. Lile ni ombi la binadamu, lakini nadhani Mungu amesikia. Kama kweli mtu angekuwa naishi milele, ile ni message ya kutosha ya kuonyesha kabisa kwamba ni jinsi gani watu wamefurahi na kuandika ujumbe mzito ambao wakati mwingine na kutafsiri na kwa kazi. Ndugu zangu wajumbe na hasa wabunge wetu, nadhani Nyansao Foundation imelenga kupiga jeki majimbo yetu. Ni jambo la kumshukuru. Naamini huu msaada si wa mbunge, huu ni msaada wa maendeleo ya jimbo ambalo mbunge wetu ana mzigo wa kuwakilisha na kuona maendeleo yanasonga mbele. Na hili ndilo ambalo jambo ambalo Chama cha Mapinduzi kinafanya. Ndugu zangu na hasa wazee wetu ambao wanatulinda kiroho hapa, wanajua kabisa chama hiki cha Mapinduzi kiko kwa ajili ya kila mwananchi na kuhakikisha kwamba amani ya nchi inapatikana pale. Leo ndugu zangu, kama ingekuwa amani haipo, tusingekutana kwenye holi hii hapa. Kwa kila mtu anatafuta mahala pa kubana. Unaona wenzetu wa Iran huko wanavyo, wale ambao tuna TV tunaona. Kwa hiyo mimi niwaombe sana viongozi wetu wa dini na sisi wote, kila mmoja wetu, kuhakikisha kwamba tunahubiri, tunahakikisha tuna upendo kama upendo ambao Nyansao Foundation imeonyesha, tukiuonyesha kwa mtu kila mmoja wetu kwa nafasi yake, tutakuwa na nchi, tutakuwa na mkoa na wilaya zetu ambazo zimetulia, ambazo zinazungumzia mambo ya maendeleo. Nao wabunge wa majimbo ya mkoa wa Mara waliohudhuria hafla hiyo ambayo imefanyika mjini Msoma wameishukuru taasisi ya Nyansao Foundation kwa kufanya jambo hilo la kihistoria. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Butiama, napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru Mheshimiwa Nyansao, waziri wetu wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, kwa msaada mkubwa ambao umetupatia kwenye wilaya yetu ya Butiama. Kama ulivyokisha kusema, baada ya kuwa tumeongea kwenye kikao chetu cha pamoja, baada ya kuwa natuunganisha, mimi nilishafanya tathmini mwezi wa 12, tayari mifuko hii inakwenda kuigawa katika shule za msingi na sekondari 21, lakini itabaki mifuko kama 40 ambayo nitaipeleka kwenye makanisa na kwenye misikiti. Tunakushukuru sana kwa sababu natokea Butiama kwa baba wa taifa, pia kwa kuendelea kumwenzi baba wa taifa na msaada mkubwa ambao unautoa pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba makazi yake yanaendelea kuwa imara. Tunakushukuru sana. Tunashukuru sana. Nyansao Foundation imetupatia mifuko 100 kwa zahanati 2 ambazo zitachukua mifuko 50. Kwa hiyo ya kwetu inaondoka leo,
ya kwetu DC na RC kazi ni nyepesi, hata orodha nilishakupatia. Kwa hiyo huku kwetu Msoma vijijini natumika bila matatizo. Asante sana Nyansao Foundation. Ni mjukuu mzuri sana baba wa taifa. Ndio maana mimi wasitaki kurudi nyuma katika mambo ya ukweli. Kwa yale ambayo umesema baba wa taifa, tuendelee kumuenzi, sitakuwa mstari wa mbele kwa pamoja na wewe. Lakini pia kuwa na kambi za vijana. Sio kambi tu, kambi ambazo zinalea vijana kwa kuuza vipaji, imani ya baba wa taifa, misimamo, uzalendo wake. Ndio maana walipoongea pale vijana walipiga makofi kwa sababu aliongea mambo ambayo yanawahusu. Lakini kwa msala pia ambao umetoa huu wa mifuko 500, sisi watu wa Tarime vijijini wachapa kazi, na bahati nzuri tunaye mkuu wa mkoa jembe kabisa na DC. Mimi naongozwa na wanajeshi, waziri wa ulinzi, niko na kanali, niko na meja. Kwa kule hatuna mbambamba kule Tarime vijijini. Na nilishamwelekeza katibu mbunge, sisi hakwetu hapa namna kufanya, utakuja site. Siku nyingine mikutano kama hii ifanye Tarime pale kuona kanda maalum, unatembelea miradi hiyo na hiyo kazi ambayo imefanyika. Mimi niseme tu kwamba nakushukuru sana kwa hili umoja ambao umeleta, lakini pia kwa mchango huu. Kila mbunge amezungumza, kwa kweli tuna mahitaji makubwa, uwezo ni mdogo, kwa unapata unakuboost kwenye jimbo. Sasa unamfanya mbunge ataenda jimboni ikiwa na jambo. Kama ni vijana kwenda kuwatembelea, utaenda na jambo la kusema. Kama ni darasa limejengwa pale, wananchi wanahitaji cement, utapeleka hizo cement. Kwa nadhani mimi niendelee kuunga mkono na nikutakia ni kila laheri, kuendelea kwa baraka kwetu. Lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao nimefurahi sana. Sio leo, tangu tuanze michakato hii, namna ambavyo tukusa, utushauri, tunazungumza, tumetamani tuwe na watu wengi kama hao. Kwa hiyo tupeleke Nyansao wengi, 20, 50, 100, na tuendelee kumwenzi baba wa taifa. Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, tumekuwa katika kipindi ambacho vijana wana matarajio ya kuona maono ya Mheshimiwa Rais kwa ajili ya maendeleo yao. Katika jambo ambalo sisi wana Mwibara na hasa vijana wa Mwibara umewekeza kwenye matumaini yao mapya ni kwenye hii mifuko 500 ambayo umetupatia wana Mwibara. Kwa nini ni kwenye matumaini mapya ya vijana? Tulikuwa na majengo ya madarasa ya zamani ambayo yameshachakaa. Tulikuwa na madarasa ambayo yana mahandaki au na sakafu. Tunachokwenda kufanya wana Mwibara ni kwenda kuwakusanya vijana na wale loko fundi, ili vijana hawa waanze kufanya kazi hii ya ukarabati, waanze kupata maokoto kupitia Nyansao Foundation. Vijana watakushukuru sana kati ya kazi ambayo umeifanya. Sina mambo mengine ya kutumia katika kukushukuru, itoshe tu kusema kwamba umekuja katika kipindi cha matarajio na matumaini. Tunakumind sana Mheshimiwa Nyansao. Kama mbunge wa jimbo la Serengeti, kwa niaba ya wananchi wa Serengeti, tunakushukuru sana, na mifuko uliotoa kwetu sisi ni mingi sana, na hii inaonyesha nia yako ya kujali na kuelewa changamoto ambazo tunazipitia watu wa Serengeti na mkoa wa Mara kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, mimi nikuhakikishie kwamba mifuko hii ambayo umetupatia, takriban wiki 3 zilizopita tumekaa kikao cha mfuko wa jimbo, na tunashukuru na wewe umeiona changamoto hiyo na umetuongezea mifuko mingi sana, na sisi pesa yetu ya mfuko wa jimbo ilikuwa imeelekea kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo kwa hii nguvu ambayo umetuongezea, tukuhakikishie hatutakuvunja moyo. Na kwa kuongezea, sisi tayari tumeshaanza kuongea na yale makundi ya kijamii Saiga, ambapo tayari wameshaanza kuweka vile viashiria kama mawe, kusomba makokoto. Kwa hivyo tukuhakikishie ndani ya muda mfupi sana, nadhani Serengeti ndio tutakuwa wa kwanza kuwa na hayo majengo ambayo yanahitaji mabati. Mimi mbunge wa Msoma mjini, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Msoma mjini, tunatoa shukrani za dhati sana kwa msaada mkubwa huu ambao umeweza kutufikishia siku ya leo. Nimepokea mifuko 500 ya simenti kwa ajili ya kuendeleza maendeleo katika jimbo la Msoma mjini. Msoma mjini tumekuwa na changamoto kubwa ya madarasa yetu yakiwa chakavu. Sisi tuko mjini, lakini ukiangalia shule zetu haziendani na mjini. Mimi kama mbunge nimeishafanya logistic pamoja na mkuu wetu wa wilaya pamoja na mratibu wa elimu msingi ili tuweze kuboresha hizo shule zetu. Tunakushukuru sana, na nikuhakikishie kabla haya maelekezo ya kusema mifuko iende wapi, mimi nilishakaa na madiwani wangu tukiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri na watendaji wa kata, na tukasema hii mifuko inaenda kwenye ujenzi unaoendelea kwenye shule pamoja na vituo vya afya. Sisi tulishamaliza
Hata ukitaka taarifa leo Bunda mjini utaipata. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kuhakikishie ukija kukagua utaona mambo yanaenda vizuri. Naomba nikusifie, kutoa ni moyo. Lakini wewe umekuwa ukijitoa sana kwa ajili ya mkoa wako. Sisi wabunge wenzako tutakupa ushirikiano, tutakuombea kwa Mwenyezi Mungu, si tu mabati, upate vingi zaidi ulete nyumbani. Tunajua Nyansao Foundation inafanya kazi kubwa sana, si katika mkoa wetu, lakini katika maeneo mbali nchi nzima. Nao wabunge wa viti maalum mkoa wa Mara, Mheshimiwa Gati Chomete na Mheshimiwa Agnes Marwa, wameipongeza taasisi ya Nyansao Foundation, ambapo wamesema kwa mifuko hiyo ya saruji waliokabidhiwa watahakikisha inaenda kuleta tija katika maeneo mbalimbali ili wananchi wanufaike na msaada huo. Kwa namna ya pekee, kwa jinsi ulivyokubali kuja kugusa mkoa wa Mara, jinsi ulivyowagusa wabunge wa mkoa wa Mara wote, tukiwemo na sisi wabunge wa viti maalum. Hii ni dhahiri kwamba Mheshimiwa Rais hakukosea kukuteua kwanza kuwa mbunge, lakini pia kukuteua kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, wizara nyeti katika taifa letu. Hongera sana. Sisi kama wabunge wa mkoa wa Mara na wananchi wa mkoa wa Mara tuko tayari kukupa ushirikiano wa kutosha ili yale malengo yako ambayo umeyapanga katika mkoa wako, lakini na katika nchi yako, tuendelee kukusaidia ili kazi yako iendelee kuwa nyepesi. Mheshimiwa mbunge na mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Mara, lakini pia mimi kama katibu wako wa wabunge wa mkoa wa Mara, niko tayari kutumwa na wewe sehemu yoyote kwa ajili ya wabunge wetu, maeneo yoyote kwa ajili ya wabunge wetu, na kwa umoja wetu huu tuliokubaliana hatutakuangusha. Tuko na mkuu wa mkoa mahiri sana, na maelekezo uliyoyatoa ya kuhakikisha sementi 500 za kila mbunge zinaenda katika yale malengo ambayo yametarajiwa zitafika. Mimi sementi 500 nilizopewa nitahakikisha ninazitendea haki, zinaenda kuleta tija katika mkoa wetu wa Mara. Ninatambua Mheshimiwa Rais anatamani kuiona Mara yenye vituo vya afya vya kisasa, yenye mashule ya kisasa, yenye sekondari za kisasa. Kupitia simenti hizi zitaenda kuleta tija katika mkoa wetu. Amini kwamba wabunge wa mkoa wa Mara tunakupenda. Kupitia Nyansao Foundation ambayo wewe ndiye mwenyekiti wake, kwa mambo mazuri na makubwa yanayofanya katika nchi hii, tunakuunga mkono Mheshimiwa Waziri. Ninakushukuru sana. Kwanza mimi niseme tu Mheshimiwa Waziri, wewe Mungu kukupa nafasi hii na kumwelekeza mama yetu Samia Suluhu Hassan kukuona, kwa kweli ni baraka sana kutoka mkoa wa Mara. Kwanza umekuwa ukituunganisha wabunge wa mkoa wa Mara. Kwa mara ya kwanza ndugu zangu, naomba nitoe taarifa hii. Wabunge wa mkoa wa Mara toka kuumbwa kwa bunge hatujawahi kuwa na umoja, lakini safari hii Mheshimiwa Nyansao ametuunganisha wabunge wote. Na sasa tuna umoja wetu, kama tuna chokochoko ni za kwetu sisi wenyewe huko vichochoroni, lakini kwa umoja wetu tutafanya kazi kwa umoja kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania na wananchi wa mkoa wa Mara. Mheshimiwa Nyansao huyu mnayemuona hapa mbele yenu, kupitia foundation yake, na si foundation yake tu, amekuwa akichochea maendeleo ya mkoa wa Mara. Amekwenda kuisemea hospitali ya Kwangwa hapa Musoma mjini. Mnapotuona sisi wakazi wa Musoma mjini tunakupongeza sana, na wananchi wa mkoa wa Mara wanakupongeza sana. Mkiaona yote maendeleo ambayo na pesa inayoletwa sasa hivi pale katika hospitali ya Kwangwa, huyu ni ndugu yetu ambaye tena anapotoka huko anakuja kutupa taarifa wabunge kwamba jamani, nimeongelea jambo fulani. Na si hivyo tu, huyu mheshimiwa mnayemuona amekwenda kupambania maendeleo ya viwanda mkoa wa Mara na maendeleo mengine. Nikisema mengi sana sintayamaliza. Kwa kweli Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mama ametutendea haki mkoa wa Mara kutuletea mtu sahihi kwa mkoa wa Mara. Saleh Lujuo, GMTV, Mara.